na katika kufuatilia utendaji wa CHUTCU kwa hiyo miaka mitano tukagundua mambo yafuatayo au tulijifunza mambo yafuatayo ambayo haya sasa yametusaidia kuweka vipaumbele na kuandaa mpango mkakati ni namna gani CHUTCU itaweza kujiendesha 2026 2031. Moja kati ya jambo la kwanza ni utegemezi mkubwa wa mapato ya tumbaku kwenye zao la tumbaku. Lakini jambo la pili ni mifumo ya mikono inayotupunguzia kasi na kuongeza makosa. Kingine ni udhaifu wa utawala na uingiliaji wa kisiasa, upanuzi wa soko na uongezaji thamani bado ni fursa ambazo hazijatumiwa vizuri. Lakini jambo jingine ni ushiriki wa vijana hasa wanawake na wanawake. Jambo lingine ni mseto wa mapato na uimara wa kifedha, kama nilivyoainisha hapo mwanzo kwamba tulikuwa tunategemea tu utegemezi wa zao moja. Chanzo cha mapato ni tumbaku peke yake, lakini tunaona bado CHUTCU anaweza kujiendeleza kwenye kuongeza vyanzo vingine vya mapato. Kuainisha yale mambo, tumekuja na nguzo 6 za kimkakati ambazo zinatakiwa kufanyiwa kazi kwa mwaka 2026 2031. Kwanza, kuimarisha uzalishaji na tija. Kama tunavyojua uzalishaji unaenda, lakini bado kuna namna tunatakiwa kuongeza uzalishaji kwa ajili ya kuongeza mapato na kuhakikisha uimara wa wanachama na vipato vyao. Lakini cha pili ni masoko, uongezaji thamani na mseto wa biashara. Kipaumbele cha tatu ni uendelevu wa kifedha na uhamasishaji wa rasilimali. Kipaumbele cha 4 utawala bora, usimamizi wa hatari na uzingatiaji wa sheria. Kipengele cha 5 ni mageuzi ya tehama na ufanisi wa uendeshaji na kipaumbele cha 6 ni huduma kwa wanachama na maendeleo ya ushirika. Mkakati huu utatusaidia sisi kupita kwenye malengo, kujitathmini kwa hiyo miaka mitano. Tofauti na hapo, tunaona kwamba kama tukifanya kazi bila kuwa na mikakati, kwanza hata mpango kazi hautakuwepo. Kwa hiyo tunatamani kuwa na mpango mkakati ambao utakuwa unatuongoza ni nini cha kufanya kwenye chama chetu kikuu, kwa wanachama wetu na kwa wadau wetu ambao tunashirikiana nao. Tunaamini kwamba kazi inaendelea. Maana yake ni kwamba tutaendelea kukutana, kufanya vikao vya namna hii kuanzia kukamilika kwa hii document, lakini hata kwenye utekelezaji wake sasa tuone namna gani jinsi ambavyo mpango mkakati unakuwa na matokeo chanya. Usiwe mpango mkakati tu ambao tunauandaa unaishia kwenye makabati. Hapana. Tunataka tuwe na mpango mkakati ambao unaenda kutekelezwa na kila mtu. Mtu yoyote akija akitaka kuiona CHUTCU aione kwenye ile document ya mpango mkakati. Yaani asiwe na maswali mengi kumuuliza mwenyekiti, kumuuliza meneja, kumuuliza sui nani au mdau yote. Anaona document, anapata picha kabisa, anajua kwamba chama cha ushirika Chunya shughuli zake ni hizi hapa. Kwamba kila chama cha ushirika kinatakiwa kiwe na mpango mkakati kutokana na ukubwa wa chama chake. Sasa sina hakika kama kwa upande wa vyama tulioko hapa wote tuna mpango mkakati. Sina hakika. Tunahitaji kila AMCOS, sio tu AMCOS ya tumbaku, chama chote cha ushirika ambacho kiko hai kinafanya shughuli zake kinatakiwa kiwe na mpango mkakati. Yaani hilo sio ombi, bali ni maelekezo ambayo tunatakiwa tuyatekeleze. Pamoja na hii kazi ambayo mnaifanya sasa hivi, ambayo ni kazi kubwa na ni nzuri, mnatakiwa sasa mshuke kwenye AMCOS zenu kuhimiza kuhakikisha kwamba kila AMCOS inakuwa na mpango mkakati. Maendeleo ya ushirika yaonekane ni kuanzia ngazi ya chama cha msingi. Chama cha msingi kikiwa na maendeleo, basi hata chama kikuu kitakuwa na maendeleo. Kwa hata chama cha msingi, kwa sababu kimesajiliwa, lazima kiwe na mpango mkakati kwamba kinatoka wapi kinaenda wapi. Tumeamua kuwa na mpango mkakati kwa lengo la kutuongoza. Najua sisi tunachaguliwa kila baada ya miaka mitatu anakuja kiongozi mwingine, miaka mitatu anakuja kiongozi mwingine. Sasa kila mtu anakuwa na madaraka, anakuwa na maamuzi yake, kitu ambacho hakipendezi ndani ya taasisi kubwa kiasi hiki, kwamba unakuja na mawazo yako. Lazima kuwe na kitu kinachotuongoza kwamba tunataka tufike wapi. Kuwa na mpango mkakati wa miaka mitano unawasaidia kama union kuwa na mipango mikakati ambayo itawapeleka kwenye dira
ya wao nini wanakusudia kutekeleza ndani ya miaka mitano. Na hilo niwapongeze kwa kuliona hili, kwa sababu wamekuwa wanakuwa na leadership change, mabadiliko ya uongozi mara kwa mara. Sasa kupitia hili itawasaidia wao kila kiongozi anayekuja kujua nini mipango ya taasisi. Unajua, mpango mkakati ndio unaonesha mwelekeo, lakini pia unajitathmini ulikotoka, umefanya nini na unataka kuelekea wapi. Kwa mimi kama msimamizi wa sekta ya kilimo kwenye wilaya ya Chunya, niwapongeze na ninaona kabisa kwamba CHUTICO wamefikia maendeleo makubwa, lakini walikuwa hawana kitu kinachowaonesha wapi wanapotaka kuelekea. Global TV, kimbilio la wasio na sauti. Tupigie sasa.